Angusha nini watu wa Mungu mlioko mahali hapa? Kelele ziliangusha nini? Sasa nataka zile kelele ili kuta za mazuu ziweze kudondoka. Hebu ita Yesu. Bado sijasikia. Naomba upande huu tuite Yesu. Naomba upande huu ita Yesu. Naomba hapa tuliko wengi sasa, hebu tuite Yesu. Alafu sasa sema pamoja na mimi, Yesu, 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 Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Natamani kusikia shangwe na vigelegele vya walioko hapa wanaomaanisha kuwepo kwenye mavuno. Hebu mshangilie Mungu aliye hai. Haleluya, 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 haleluya. Hakuna kibwengu, hakuna uchawi, hakuna majini yatakayopata nafasi kwenye anga hili, maana tumemwita Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunaenda kusoma neno la Mungu aliye hai. Tutasoma neno la Mungu aliye hai. Haleluya. Hebu fungua pamoja na mimi. Sante mume wangu, umeshaniombea. Sante Roho Mtakatifu uko mahali hapa. Sante Yesu Kristo uliyetawala anga la mazuu. Sante Mungu wangu uliyepo kwenye anga hili. Haleluya. Tunaye mfalme wa wafalme. Hebu fungua pamoja na mimi kwenye kitabu kile cha Yohana Mtakatifu, sura ile ya 5 mstari wa 2 mpaka ule wa 14. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu, sura ni ile ya 5, sura ya 5 mstari wa 2 mpaka ule wa 14. Haleluya, 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 haleluya. Naomba kama unashangilia, ujue unamshangilia Mungu aliye hai, ambaye ndiye amekufanya uishi, na hata jioni ya leo kwenye viwanja hivi ndiye aliyekupa hiyo pumzi ulio nayo. Nimesema Yohana Mtakatifu, sura ni ile ya 5 mstari wa 2 mpaka ule wa 14. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na uko Yerusalemu, penye mlango wa kondoo, pana birika iitwayo kwa Kiebrania Betisaida, ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Mstari wa 5, na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa awezi muda wa miaka 34. Mstari wa 6, Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Mstari ule wa 8, Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mstari wa 9, mara yule mtu akawa mzima
akajibu, yeye aliyeniambia kuwa mzima ndiye aliyeniambia jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza, yule aliyekuambia jitwike godoro ni nani? Mstari wa 13, lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Mstari wa mwisho wa 14, baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Haleluya, 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 haleluya. Anataka kuwa mzima. Vivyo hivyo na wewe uliyeko kule nyumbani, unasema nataka kuwa mzima. Najua kwamba sio mgonjwa, najua kwamba una tatizo, ni kweli, lakini jioni ya leo ninakuletea ujumbe unaosema wataka kuwa mzima, maana yupo mtoa uzima kwenye viwanja hivi. Yuko Yesu Kristo ambaye ameleta uzima. Wewe unatembea ukijua kwamba ni mzima, nikwambie dhambi imekuletea ugonjwa. Dhambi ni ugonjwa mbaya, maana dhambi imekufarakanisha na Mungu. Dhambi imechukua utukufu wa Mungu kwako. Dhambi imekufarakanisha na mbingu. Hivyo dhambi ni ugonjwa mkubwa kuliko hata ukoma, kuliko hata ukimwi, kuliko hata malaria sugu. Maadamu wewe ni mtumwa wa dhambi, jioni ya leo nasema wewe ni mgonjwa, unamhitaji Yesu Kristo, mpatanishi wa Mungu na wanadamu, yeye ambaye alikubali kuja duniani kwa ajili yako wewe, mtu wa mazuu, kwamba Yesu Kristo aliacha mbingu, akaacha enzi na mamlaka, akashuka duniani ili akuponye hiyo dhambi, ili akupatanishe na Mungu, ili akufanye kiumbe kipya. Pasipo Yesu Kristo hakuna uzima. Hivyo jioni ya leo nasema wewe ni mgonjwa. Hautanielewa sasa hivi, hautanielewa. Yuko mtoa uzima kwenye viwanja hivi ambaye alikubali kuiacha milki mbinguni, akaacha utukufu, akavaa ile namna ya mwanadamu, akaja duniani ili akupatanishe na Mungu. Baada ya dhambi kukutenganisha na Mungu, baada ya dhambi kukuweka mbali na Mungu. Maana Mungu alipokuumba hakukuumba uishi maisha hayo, hakukuumba uishi maisha ya kufarakana naye, bali alikuumba ili umfananie yeye, ili ufanane naye, alafu akakujaza utukufu. Mwanadamu akajaa utukufu, kufumba na kufumbua, akamkataa Mungu, akaambatana na dhambi. Na jioni ya leo tutaona kwamba dhambi imekujaje duniani na umeambatanaje na hiyo dhambi, mpaka mhubiri na kuambia wewe ni mgonjwa. Una ugonjwa, ugonjwa ambao ni dhambi. Una ugonjwa ambao umekutesa muda mwingi, na kuambia jioni ya leo, pasipo kumpata mwanaume Yesu, bado ugonjwa utakutafuna, bado ugonjwa huo utakutafuna, ugonjwa huo wa uzinzi utakutafuna, ugonjwa huo wa nyumba kadogo utakutafuna.
kutafuna. Ugonjwa huo wa dhambi ya uzinzi, ugonjwa huo wa dhambi ya ulevi, ugonjwa huo wa dhambi ya ukaba bado unakutafuna. Mwanadamu, nimekuletea habari za Yesu Kristo, mbeba mizigo ya wanadamu, yeye ambaye amejitoa kwa ajili yako. Nikwambie jioni ya leo kwamba hakuna mwanadamu aliyeweza kujitoa kwa ajili ya ndugu yake. We mwenyewe ni shahidi Bwana kwamba hakuna mwanadamu. Tunafika pale kaburini tunalia, oh, mama yangu alikuwa mzuri, oh, baba yangu alikuwa mzuri, oh, mume wangu alikuwa mzuri. Wakuambie tumbukia hapo, wakuambie basi wewe ulimpenda sana baba, ulimpenda sana mume wako, hebu shuka na wewe pale uende tukufukie wawili. Si unampenda? Kwamba basi umelia sana, sasa na wewe shuka tukufukie naye ili muondoke wote. Na kuambia hakuna anayekubali. Aliyekubali ni mwanaume Yesu tu. Akasema nashuka mimi, naenda mimi kuteswa, naenda mimi kumkomboa mwanadamu wa mazuru. Yesu Kristo ndiye aliyekubali, akashuka hata mauti ya msalaba, akashuka mpaka kuzimu, akamnyang'anya shetani funguo, akamwambia hujawahi kumuumba mtu wa mazuu, hujawahi kumuumba mwanamke wa mazuu, hujawahi kumuumba mwanaume wa mazuu. Yuko Mungu anayempenda, ambaye amevaa sura yake, ameumbwa kwa sura yake, amempulizia pumzi yake. Yesu Kristo akashuka ili ampatanishe mwanadamu huyo na Mungu. Yesu Kristo ameshuka akamnyang'anya shetani funguo. Nikwambia hakuna uwezo kuzimu. Uwezo anao mwanaume Yesu, uwezo anao mwanaume Yesu Bwana, ambaye anajua hata unachowaza, ambaye alikubali akaikabili mauti ya msalaba ili ampate mwanadamu mmoja. Na jioni ya leo ukiamua kumjia, anabeba huo ugonjwa, anabeba hayo mateso, anabeba hiyo huzuni. Huyu mwanaume Yesu, sifa ninayomjua kwayo, yeye habagui, yeye hachagui, yeye ni Mungu. Ramasakairabosaka, yeye ni Mungu, hafananishi na chochote, hafananishi na mganga wako, hafananishi na baba yako, hafananishi na mkuu wa kijiji. Yeye ni Mungu, tena ni Mungu wa wote wenye mwili. Anaweza yote mwanaume Yesu, anajua yote mwanaume Yesu. Hata wewe anakujua jioni ya leo. Haleluya, 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 haleluya. Ndipo mwanaume Yesu akawa anatembea, amejitenga mahali, anatembea, lakini Biblia yangu inaniambia alikwisha kujua kuna mtu ameteseka miaka 34, amekaa chini, anahangaika, ameteseka, anahangaika. Kumbuka nilikuambia Yesu ana sifa ya kushindwa. Yesu anaweza yote, Yesu anajua yote, Yesu yupo kila mahali, maana yeye alitolewa kwa ajili ya wanadamu wote. Yeye ni kama mpatanishi wa mwanadamu na Mungu. Mwanadamu aliyepoteza utukufu, Yesu Kristo anakuja anampatanisha
na Mungu wake, anaanza kuishi maisha ya amani, anaanza kuishi maisha ya furaha, anaanza kuishi maisha ya uzima. Ndio iliyotokea kwenye lile birika la Bethsaida. Yuko mtu alikaa pale miaka 34, haelewi afanye nini. Biblia yangu inaniambia mtu huyu aliteseka vya kutosha, mtu huyu aliteseka vya kutosha, halafu alikuwa hana mtu. Hebu sema, alikuwa hana mtu, hana mtu, hana mtu wa kumsaidia. Mateso aliyokuwa nayo, akitamani kusogea, anakuta mwingine ameshuka, halafu amekuwa mzima, ameondoka. Yesu akamuona Bwana. Yesu akikuona hakuachi vile ulivyo. Watu wa mazuru Yesu amewaona, Yesu amewaona. Ndio maana tugopa, tumekuletea uzima upatikanao kwa Yesu Kristo, ambaye ni mpendwa, anawapenda watu wa mazuru. Huyu Yesu Kristo anakuona hapa ulipo kijana, anakuona hapa ulipo mama yangu, anakuona hapa ulipo. Yeye ni mtoa uzima. Huyu mtu, Biblia yangu inaniambia, aliteseka muda wa kutosha, alikaa pale muda wa kutosha akisubiri yamkini atakuja mtu ambebe. Hakuna mtu mwenye msaada. Msaada alionao ni Yesu tu. Yesu Kristo ndiye pekee mwenye msaada kwa wanadamu, ndiye anayeweza kubeba hayo mateso unayobeba, ndiye anayeweza kubeba hiyo huzuni. Ni Yesu Kristo tu, ni Yesu Kristo tu, ni Yesu Kristo tu. Haleluya, 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 haleluya. Anayeweza kubeba mateso hayo ni Yesu Kristo. Nikwambie jioni ya leo, nikwambie jioni ya leo, Biblia yangu inasema Yesu Kristo ni njia na uzima. Ndiye njia pekee inayoweza kutupeleka kwa Baba. Hizo njia nyingine zote ni za uongo. Wachawi watakula mbuzi zako tu, lakini hawana msaada juu yako. Wachawi watakula tu kuku zako. Nashangaa kwa mganga, wasemi leta tembere, wanakuambia leta kuku, leta jogoo, leta sijui mbuzi. Nikuambie Yesu Kristo hahitaji chochote kwako. Yeye amekuja, amemwaga damu yake pale msalabani ili aweze kukukomboa wewe. Ile damu ya vimbuzi vya waganga haikuti damu ya Yesu Kristo. Iko damu itakasayo ambayo ni damu ya Yesu Kristo. Kila anayemwenda hiyo damu ya Yesu Kristo ingali ikinena mema, hata jioni ya leo bado damu hiyo inanena mema mazuri. Maana tunaye mpatanishi, tunaye mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu wake. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunaye mpatanishi ambaye ni Yesu Kristo. Basi huyu baba tuliyemsoma habari zake, alijua ndio amekwisha, alijua kwamba hakuna msaada tena. Maana kila akijaribu mwingine anatumbukia, anatoka mzima. Kila akijaribu kusogea mwingine anatumbukia, anakuwa mzima. Yesu angali mbali akamuona Bwana, kama alivyokuona mkazi wa mazuu, kama Yesu alivyokuona mtu wa mazuu. Yesu akamuona, akamuona huyu mtu, akamuona huyu mtu, akauliza swali, wataka kuwa mzima? Yesu anakuuliza jioni ya leo, wataka kuwa mzima mama yangu?
Wataka kuwa mzima ewe dada, wataka kuwa mzima ewe kaka, hilo swali ni kwako. Hilo swali ni kwako, mkazi wa Mazuu. Unataka kuwa mzima? Nikwambie, Yesu amekuona. Ndio maana tuko mahali hapa. Yesu amewaona wakazi wa Mazuu. Huyu mtu alijua ndio kwisha habari yake, na hata wale waliomtangulia walijua huyu ana mtu amekwisha habari yake. Akaulizwa swali na Yesu, je, unataka kuwa mzima? Badala aseme ndio nataka kuwa mzima, huyu mtu akakumbuka historia yake kwamba mimi kila nikitaka kwenda mimi nakuta ameshatumbukizwa mtu. Kuna watu wenye watu wao wanaokaa karibu na birika, kwa hiyo maji yanapotibuka ananyanyuliwa mtu anapita mbele yangu. Yesu, habari yangu, historia yangu ni hii. Mimi sina mtu wa kunisaidia. Yesu, ninayo historia. Nikitaka kwenda ananyanyuka mtu ananipita. Yesu, ninayo historia. Nina historia hiyo kwamba mimi siwezi. Ngoja nikuambie jioni ya leo, hata kama una historia ya ukimwi, ukimwi sio kitu kwa Yesu. Hata kama una historia ya uchawi, uchawi sio kitu kwa Yesu. Hata kama una historia na mizimu, mizimu sio kitu kwa Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Wana wa Mungu, sijui historia yako ni nini. Ninajua historia ya Yesu, kwamba Yesu hashindwi na jambo. Yesu anaweza yote. Yeye ni mwanaume wa wanaume. Mume wako atashindwa, lakini sio Yesu. Mama yangu, umeteseka vya kutosha. Yatosha ulivyoteseka. Huo mzigo ulete kwa Yesu Kristo, atakubebea bure. Haleluya, 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 haleluya. Huyu mtu hakujua kwamba Yesu Kristo, simba wa kabila la Yuda, ndiye anayemuuliza swali. Yamkini angejua asingejitetea, aseme historia yangu ni ya kushindwa. Hakujua kwamba ni Yesu Kristo ndiye anayemuuliza mbeba mizigo ya wanadamu, aliyesema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa mizigo. Ndiye huyo Yesu Kristo aliyemuuliza, wataka kuwa mzima? Kuna mtu akasema, Bwana, mimi sina mtu, natamani kuwa mzima lakini sina mtu, nataka ndio, lakini mimi sina mtu. Yamkini moyoni mwake alikuwa anasema, ni kweli nataka kuwa mzima, lakini nitakuwa kuwaje mzima wakati sina mtu wa kunitumbukiza kwenye birika ili ugonjwa wangu ubaki huko? Yesu Kristo akamuuliza, wataka kuwa mzima? Ndivyo anavyouliza mahali hapa jioni ya leo. Yamkini umezunguka kwa waganga na waganga, hiyo haijalishi kwa Yesu. Yamkini umelazwa makaburini, hiyo haijalishi kwa Yesu. Yamkini wamekutenga ndugu na jamaa, hiyo haijalishi kwa Yesu. Liko pendo la Mungu Baba ambalo linakuunganisha jioni ya leo, kwamba uko pendo la Mungu litakuunganisha. Ramasakairabo rikanda ramasikirianda. Liko pendo lisilobagua.
nampenda Yesu. Yesu akamwambia huyu mtu, hebu jitwike godoro lako nenda. Yule mtu akiwa anashangaa kwamba huyu anioni, nimelala kwenye hili godoro miaka mingapi, leo ananiambia nibebe godoro niende. Leo ananiambia beba godoro lako nenda, bebeje. Lakini yule mtu akawa mtii, akakubali kubeba godoro ambalo hajawahi kubeba miaka 34. Akalibeba lile godoro, akaondoka nalo akimshangilia Mungu kwamba mimi si mgonjwa tena, mimi sio mgonjwa tena. Akirukaruka na godoro lake. Na washangaa wale majirani zake, washika Sabato, walipomuona na godoro, wasishangae amepona ponaje. Wakamuuliza, mbona unabeba godoro leo? Hujui leo ni Sabato? Hawakuweza kumtumbukiza kwenye birika, lakini amepona, amebeba godoro. Wanamuuliza, mbona umebeba godoro? Wanadamu hao ni wanadamu tu, ndugu yangu. Usiangalie mazingira, unakwenda mwenyewe. Usiangalie imani ya mtu, wewe mkimbilie Yesu ili akusaidie. Huo mzigo unaujua wewe, huo msiba wako unaujua wewe, hiyo huzuni unaijua leo. Yesu anakuja abebe huo mzigo. Yesu amekuja ili abebe hiyo huzuni kakaangu. Yesu amekuja ili akupatanishe na Muumba. Najua wengine hata vitandani hawalali. Nikuambie liko pendo la Mungu. Sogea mahali hapa leo, uyatoe maisha yako kwa Yesu. Utapata ukombozi zidi ya hayo mateso. Umeteseka vya kutosha. Hebu leo jaribu kumjia Yesu, maana anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Najua dhambi imekutesa vya kutosha, hata imefikia wamekubadilisha jina. Wamekubadilisha jina. Una jina zuri, lakini kwa sababu ya dhambi imekubadilisha jina. Leo unaitwa kahaba, leo unaitwa mlevi, leo unaitwa mwizi, leo unaitwa majina mabaya. Wewe uliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mgeukie Mungu, mgeukie Mungu anayekupenda. Atakubadilisha, atakubadilisha Mungu, atakubadilisha Mungu. Hakuna awezaye kukubadilisha zaidi ya Mungu, maana ndiye aliyemtuma mwanaye wa pekee ili aweze kukukomboa wewe. Ukombozi uko kwa Yesu Kristo tu. Hakuna njia nyingine waweza kupata ukombozi. Hakuna njia nyingine waweza kupata amani. Amani ya kweli utaipata kwa Yesu. Furaha ya kweli iko kwa mwanaume Yesu, yeye aliye kipatanishi chako na Muumba. Kwa nini uendelee kuteseka? Kwa nini uendelee kuteseka? Tumekuja mazuu kwa ajili yako. Tupo mahali hapa kwa ajili yako. Kwa nini uendelee kuteseka mwanadamu? Kwa nini uendelee kuteseka? Kwa nini uendelee kubeba huo mzigo peke yako, wakati yuko Yesu haweza kubeba huo mzigo? Yuko Yesu haweza kubeba hayo mateso. Na jioni hii yuko mahali hapa. Hebu simama kwa miguu yako pale ulipo. Simama kwa miguu yako. Yesu kwenye viwanja hivi, yamkini una mgonjwa huko, hebu msogeze mahali hapa. Simama pale ulipo mwana wa Mungu. Simama pale ulipo. Tutaenda kumuita Yesu. Niombe wana praise. Tutaenda kumuita Yesu kwenye viwanja hivi. Yesu anayebeba shida za watu. Niombe nyie mlioko huko wote msogee hapa.
naomba msogee hapa alipoweka hiyo. Sogeeni, naomba sogee. Kama una miguu miwili sogea. Sogea mahali hapa. Yuko Yesu.